Na tunaendelea kufanya tena mazungumzo yetu. Ni mazungumzo mengine ambapo tutatupa macho kule Uswisi, ambapo duru ya pili ya mazungumzo ya kidiplomasia pale Geneva, Uswisi, iliyofanyika siku ya tarehe 17 kwa maana ya jana ya mwezi wa pili mwaka 2026 imetamatika. Ni namna ya utamatikaji wake hatuwezi kuitofautisha sana na duru iliyotangulia iliyofanyika Oman Muscat tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Ni kama zinaoana hivi kwa namna fulani. Kumekuwa na kutokukubaliana ama kutokuwa na majibu ya moja kwa moja ya kile tunachokiita mwelekeo wa kidiplomasia, lakini imetamatika kwa misingi ya ukinzani kidogo kutoka kwenye wanadiplomasia wote wa Tehran na wale wa Washington. Sambamba na kutamatika kwake, kumekuwa na matukio mengine nje ya mazungumzo. Wakati mazungumzo haya yanaendelea wiki sasa hivi ya pili tangia yalipoanza Muscat tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 2026 mpaka sasa, ni kana kwamba duru ya mazungumzo yanaendelea, lakini majibizano na vitisho vya nje ambavyo vinahusisha nguvu za kijeshi pia vinaendelea kuonekana. Na mpaka jana Marekani imeongeza ndege zingine za kivita kwenye eneo la Mashariki ya Kati, hasa kwenye Ghuba ya Uajemi. Ndege 18 za F-45 zimetumwa. Rais Donald Trump amezielekeza kule. Lakini Ayatollah Ali Khamenei pia jana alikuwa anafanya mazungumzo na ameeleza kwamba kama taifa wanapokea vitisho vya Marekani, lakini haviwafanyi kutoka nje ya mstari. Kwa hivyo unaweza ukashuhudia, lakini tayari Iran imekwisha tangaza kufunga lango la Hormuz na kuanza luteka ama kufanya tunaita luteka za kijeshi ama kufanya mazoezi ya kijeshi kwenye lango la Hormuz. Na tayari wamethibitisha kwamba luteka za kijeshi zitaanza kwa kushirikiana na taifa la Urusi. Kwa hivyo hali bado si njema, kana kwamba makubaliano yanaonekana kuwa magumu kwa kiasi kikubwa sana. Na hii inasababishwa na uhalisia wa kwamba mataifa haya yanakwenda mezani yakiwa na hoja zinazotofautiana, kwa sababu Iran yeye analidhia kwenda mezani, lakini kujadili mkataba wa nyuklia, kujadili urutubishaji wa nyuklia na kuweza kupunguza. Lakini wakati huo Marekani anazo ajenda nyingine nje ya makubaliano haya ambayo wanayapeleka mezani, ikiwemo makombora ya Iran, Intercontinental Ballistic Missile, uungaji mkono wa makundi ya kikanda ya Hezbollah pamoja na Hamas na pamoja na hoja zingine. Kwa hivyo ni kwamba naona kuna ukakasi mkubwa kufikia mustakabali wa kidiplomasia kwenye mjadala huu, na kitu ambacho pia kinachagizwa na nguvu na ushawishi kutoka Tel Aviv. Kumbuka waziri mkuu wa Israeli ndiyo kinara, licha ya kutoonekana front kwenye hili, lakini ndio anachagiza kuwepo na makubaliano nje ya yale ambayo wanayajadili wanadiplomasia. Kwa hivyo mazungumzo haya yametamatika, lakini hayana mwelekeo ambao unaweza ukaonyesha kuna dalili za kuwepo kwa makubaliano ya moja kwa moja ya kidiplomasia kati ya mataifa haya. Tunasubiri tena tuone ama tusikie ni lini duru nyingine ya tatu itakwenda kufanyika ama itatangazwa lini itakwenda kufanyika, lakini mpaka kwa siku ya jana bado
kumekuwa na kukubaliana vizuri kwenye mazungumzo ya awali yaliyofanyika pale Geneva, Uswisi. Ninakushukuru sana kwa muda wako, na endelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe ili uweze kupata taarifa nyingi kutoka hapa Ncha Digital. Asante sana.